Mtazamaji, hapa ni shule ya sekondari ya Sokon 2 na hapa kama unavyoona Sokon 2 sekondari, matokeo ya kidato cha 4 ama form 4 yametoka hivi karibuni, na miongoni mwa shule ambazo zimefanya vizuri sana katika matokeo haya kidato cha 4 ni pamoja na shule ya sekondari ya Sokon 2 kwa maana ya Arusha DC. Mbele yangu ninaye mwalimu wa somo la chemistry, unaona kama unavyoona hapa imeandikwa chemistry laboratory. Mwalimu wa chemistry ni miongoni mwa masomo ambayo yamefanya vizuri katika shule hii ya Sokon 2 sekondari. Tunaenda kuongea naye. Kaka, habari za wakati huu? Tunamshukuru Mungu, Mungu ni mwema. Tunaendelea vyema. Hongereni sana kwa matokeo. Tunashukuru kweli kwa matokeo, yametubeba sana na tumefanya vizuri. Kwa kweli tunashukuru sana. Pengine kwa faida ya watu tu wanaotazama sasa hivi, ungejitambulisha majina yako? Kwa majina mimi naitwa Mr. Andrew Alphonse, ni mwandamizi idara ya chemistry, lakini ndio mwalimu pia wa somo la chemistry kwa shule hii. Aha. Mwalimu mwandamizi wa somo la chemistry ni miongoni mwa masomo ya science. Na performance inaambiwa hapa matokeo ya form 4 ni kwamba miongoni mwa somo ambalo limefanya vizuri ni somo la chemistry. Hebu tuambie imekuaje, yani matokeo kwa ujumla katika somo lako yamekuaje? Kwa kweli yakoje? Kwa kweli tumefanya vizuri, tuna ufaulu wa 100%. Tulikuwa na vijana wasiopungua 47 na wote wamepata ufaulu wa daraja A mpaka C. Na tuna hakika kabisa vijana hawa wote wana uwezo wa kuchaguliwa kwenda kidato cha 5 kwa kombi za sayansi. Kwa maana hiyo kwamba umefuta 0 kwenye somo la chemistry. Kwenye somo la chemistry hatuna 0 kabisa. Na labda siri ya urembo, maana tunafahamu mara nyingine wanasema masomo ya sayansi haya ni masomo magumu, wanafunzi wanasema namna hiyo. Sasa siri hasa ya mafanikio haya ni ipi, ndugu Andrew? Kwanza sisi tukisha kuwa na vijana wetu huwa tunahakikisha vijana kwanza wanatupenda, lakini wanalipenda somo, wanalifurahia na unakuwa karibu nao. Wanapokuwa na nidhamu katika somo ndio chanzo kikubwa cha kupata matokeo mazuri. Aha, na vipi swala la miundombinu ya ufundishaji, kwa maana ya maabara zipo, vitendea kazi vipo, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuwa vinakwamisha jitihada za walimu katika kufikia malengo. Kama unavyoona nyuma yetu hapa ndio maabara ya chemistry na miundombinu iko ya kutosha. Tuna zana za kufundishia kama unavyoziona zinajionyesha zenyewe, lakini maabara yenyewe ndani tuna kemikali za kutosha, tuna vifaa zile apparatus za kutosha, na sisi wenyewe kama wenyewe huwa tunajibrush na tunahakikisha kwamba tunajinoa ili kuweza kufikia wanafunzi kimalengo. Hongera sana mwalimu. Tunashukuru sana. Pengine una wito gani kwa wanafunzi ambao wengine wanaogopa kusoma masomo ya sayansi wakisema kwamba ni magumu? Ili tusema haya ni masomo ya intellectuals na ni for peculiar people. Sasa kwa wale wanafunzi ambao wanapendelea sana kusoma masomo haya, kwanza ni kujitoa kutoka moyoni, lakini pili kulipenda lile somo. Na lazima ajibidishe, ajiwekee ratiba ya kulisoma mara kwa mara. Unapochagua somo la chemistry, unajua unakuwa kabisa ni mwanafunzi ambaye anategemea kusoma masomo ya science. Kwa hiyo unatakiwa kutilia mkazo kwenye hilo somo ili likutoe kimasomaso kwenye mchakato mzima wa kimaisha hapo baadaye, ikiwemo fani zile za ziada ambazo zinaelekea kuanzia kidato cha 5-6, lakini na kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu. Naam, sasa hivi tuna vijana wa form 4 ambao wanatarajiwa pia kufanya mtihani mwaka huu. Pengine matarajio yako kama mwalimu mwandamizi wa somo la chemistry ni yapi kwa vijana hawa mwaka huu? Mategemeo kabisa sasa hivi ni kuondoa daraja C. Yaani tunategemea hawa vijana tulionao takriban 50 basi wote wapate daraja A, wachache sana wapate daraja B. Na tumejipanga vizuri, niko na mwenzangu Mr. Zelote Abraham. Nina hakika tutafanya vizuri na wanatusikiliza na wanaelewa, na naendelea kuwatia moyo ili tuhakikishe tunapata ufaulu wa kishindo. Hongera sana walimu. Shukrani sana. Asante sana.